Uh, kwa mtazamo wangu mimi nadhani kwa mara ya kwanza kwenye hizi tuzo ambazo wametoa, ingawa watu wengi wamekuwa hawatoi maoni, lakini ni tuzo ambazo zinaleta mushkili kidogo, kwa maana zinafikirisha kuona kocha bora Ahmad Ally, pamoja na kwamba JKT Tanzania wamecheza vizuri sana, lakini pia hata mwalimu wa Singida Black Stars Miguel Gamondi, namna ambavyo timu yake imekuwa ikicheza, wamecheza kwenye michezo miwili, mmoja wa ugenini dhidi ya KMC wameshinda, lakini pia wamecheza dhidi ya Mashujaa wameshinda goli moja kwa sifuri. Hii inakuonyesha ni kwa namna gani ambavyo wao wamekuwa ni timu imara, lakini kwenye ushindi wao wameshinda dhidi ya timu tafu. Mchezo mmoja dhidi ya Mashujaa ambao walitakiwa kuwa wacheza katika ardhi ya nyumbani, wameenda kucheza katika uwanja wa KMC. Kwenye michezo miwili ambayo mwalimu Miguel Gamondi ameongoza Singida Black Stars, wamevuna alama 6, wakati michezo mitatu ambayo mwalimu Ahmad Ally ameongoza kikosi cha JKT Tanzania wamevuna alama 5, kwa maana sare moja, ushindi mmoja pamoja na sare mbili. Hii sidhani kama inaweza kuwa na doubt sana, lakini kwa namna ambavyo timu zimecheza, kwa sababu amepata sare dhidi ya timu ngumu, timu kama Mashujaa tena akiwa ugenini, amepata sare na timu kama Azam, inakuonyesha ni kwa namna gani mwalimu Ahmad Ally amekuwa imara kwenye masuala ya kimbinu, lakini pia anaendelea kuitengeneza timu ambayo imekuwa bora. Sehemu ambayo nimekuwa na doubt nayo ni kwenye tuzo ya mchezaji bora wa mwezi. Pamekuwa na maneno mengi ambayo yanazungumzwa. Watu wengi wanazungumza kutokana na save ambayo Djigui Diarra alifanya katika mchezo dhidi ya Mbeya City. Lakini tukumbuke tu mchezaji bora wa mwezi, kuna mchezaji kama kina Paul Peter Kasunda ambaye amefunga mabao mawili mpaka sasa hivi kwenye michezo mitatu alicheza. Kuna mchezaji kama Roshan De Reuck ambaye katika michezo miwili ambayo amecheza yote amefunga. Kwa hiyo hii inakuonyesha ni kwa namna gani amekuwa na nyakati nzuri, pamoja na kwamba yeye yupo kwenye nafasi ya kuzuia, lakini pia ameweza kuisaidia timu yake kufunga. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani kwenye engo ya mchezaji bora, hii ni sehemu ambayo inafikirisha, kwa sababu huwezi kumuita mchezaji kama Trabi alafu kumweka mchezaji kama Mohamed Bakari, wakati huo unaniambia Paul Peter na Roshan De Reuck hawadeserve kuingia kwenye top 3. Djigui Diarra, tukiache hiyo save ambayo amefanya dhidi ya Mbeya City, sidhani kama ana nafasi kubwa ama ana moments kubwa ambazo ameifanya, sababu hata ukirejelea kwenye mchezo wao wa kwanza dhidi ya Pamba Jiji hawakuwa na on target. Sasa mlinda mlango ambaye amecheza dakika 180, kwenye hizo dakika 180, dakika 90 hajafanya save yoyote ile, alafu anakuja kuwa mchezaji bora wa mwezi, wakati kuna wachezaji kama kina Paul Peter, kina Roshan De Reuck ambao wamesaidia timu zao kupata matokeo kwa kiasi kikubwa sana, wanashinda kuingia top 3. Hii nadhani wameweka kwa ajili ya kubalance. Kwa hiyo kwangu mimi sidhani kama Djigui Diarra alideserve kupata hiki alichokipata. Si discredit uwezo wake ambao amekuwa nao, ni moja ya magolikipa bora, na naweza nikasema katika magolikipa bora wa muda wote wale kuja nchini Tanzania kutoka nje ya nchi, basi Djigui Diarra ana deserve kuwa namba 1. Lakini kwenye hii tuzo ya mchezaji bora wa mwezi kidogo kwangu mimi naona napata kigugumizi. Tukizungumza upande wa mwalimu Sid Ramovich kuhusishwa na kujiunga na klabu ya Dar es Salaam Young Africans, na kwa maana ya klabu ya Dar es Salaam Young Africans kuachana na mwalimu Romain Folz, nadhani hapa pia kuna kitu ambacho viongozi wa Yanga wanatakiwa waangalie, kwa sababu tukumbuke wakati mwalimu Sid Ramovich anaondoka kwenye klabu ya Yanga, alisema moja ya kitu ambacho hakipati kwenye ligi yetu basi ni intensity, kwa maana ya hapati zile mechi za kiushindani. That's why kwenye mechi ambazo timu ilikuwa inaenda kucheza za klabu bingwa, alikuwa timu haifanyi vizuri, lakini ikija ndani timu inafanya vizuri, kwa sababu ndani alikuwa anapata mechi rahisi, lakini akienda nje anaenda kupata kwenye michuano ya kimataifa anapata mechi ngumu. Kwa hiyo sidhani kama wanakuwa wapo sahihi, kama ni kweli kama taarifa ambazo zimekuwa zikitajwa kwamba wana mpango wa kumrejesha, kwa sababu mwalimu Sidi alishafundisha na tayari alishawaambia kwamba apate intensity game. Klabu kama Dar es Salaam Young Africans, uwezekano wa kumaliza nafasi ya pili kuchukua ubingwa kwenye ligi ni unampa nafasi kubwa sana, lakini malengo makubwa kwa sasa hivi kwa vilabu vyetu hivi vikubwa Simba, Yanga na Azam ni kuona wanaenda kufanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa, kwenda kutengeneza taswira ama ramani nzuri ya wao kwenye soka la Afrika. Sasa kama mwalimu alishindwa kufanya vizuri kwenye michezo ambayo walikuwa wanacheza ya hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika, kwa sababu ya ndani apate intensity, tujiulize ile intensity ambayo ilikuwa haipatikani wakati ule anaifundisha msimu uliopita, je, msimu huu ipo? Kama haipo, sidhani kama klabu wana kila sababu kwenda kuwa nayo. Naenda kumchukua mwalimu ambaye anafundisha timu kubwa kama CR Belouizdad
kwenye mechi 8 amepoteza michezo 6. Sasa na yeye alisema anahitaji kuwa na timu ambayo inapata intensity ili aweze kutengeneza kikosi. Ameenda kwenye ligi ambayo anakutana na hiyo intensity ambayo alikuwa anahitaji, anashindwa kufanya vizuri. Kwa hiyo kwangu mimi sidhani kama mwalimu Sidi Ramovich anaweza kuwafikisha kwenye nchi ya hadi Dar es Salaam Young Africans. Cha kufanya nadhani viongozi walishawahi kuzungumza kupitia afisa habari wao kwamba malalamiko ya mashabiki pamoja na wanachama wa klabu kuhusu mwalimu wameshayasikia na watakaa kuona kitu gani wanaweza kufanya. Kwa zipo mbinu tofauti za kuweza kufanya, aidha wajaribu kuboresha staff wengine kwenye benchi la ufundi, ama wanaweza wakachana na mwalimu lakini walete mwalimu ambaye ni bora zaidi ya huyu ambaye yupo, kwa sababu mwalimu Romain Folz anahukumiwa kwa michezo miwili tu ya ligi ambayo amecheza. Ana mchezo mmoja wa ngao ya jamii, lakini pia amecheza michezo miwili ya preliminary stage ya CAF Champions League, na michezo yote ameshinda. Hakuna mchezo hata mmoja ambao amepoteza ukiacha sare dhidi ya Mbeya City. Kwa sidhani kama tunaweza tukasema mwalimu Romain Folz ni mbaya, lakini either Dar es Salaam Africans wachague wabaki na mwalimu kwa kuendelea kumwamini, pengine atawaofa kitu cha ziada, kwa sababu ukirejelea hata mwalimu Nasreddine Nabi ambaye anaonekana ndo alijenga foundation ya hii Yanga ambayo imefanya vizuri kwa miaka ya karibuni, ni yeye alihitaji zaidi ya miezi 3 ili aweze kutengeneza timu yake. Kwa kwangu mimi kitu cha kuwashauri Yanga, kama wana uhakika kupata mwalimu ambaye ni bora zaidi ya Romain Folz na anaweza kaingia kipindi hiki na timu ikafanya vizuri, basi wakamchukue. Lakini kama wanataka kufanya kwa kubahatisha ama kwa kujaribu, waendelee na mwalimu Romain Folz, kwa sababu huenda pia na yeye anajaribu kukiingiza kile kitu ambacho alikuwa anakihitaji kukiingiza kwa wachezaji. Bahati nzuri mwalimu Nasreddine Nabi alishawahi kufanya kazi na Dar es Salaam Africans. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo anavitambua in and out. Ingawa baada ya kuondoka kuna walimu wengi ambao walishapita, kwa inawezekana kuna mabadiliko kadhaa ambayo yalishafanyika, lakini hii haiharamishi ama haiweki ugumu wa yeye wa kuja kukutana nao kwenye kikosi, kwa sababu asilimia kubwa wachezaji ambao walikuwepo wakati ule kwa sasa hawapo. Wamebaki akina Djigui Diarra, Dickson Jobu na wengine ambao sio wengi kama ambavyo aliwaacha wakati ule. Tukumbuke wakati mwalimu Nabi anaifundisha Yanga ilikuwa na striker kama Fisto Maele, ndio, na winga kina Dukapel Moroko na wachezaji wengine ambao kwa sasa hivi striker anazungumza Dar es Salaam Young Africans ni Andy Boyle pamoja na Prince Dube. Kwa kuna mabadiliko makubwa ya wachezaji ambao yapo, lakini mpaka ukiona mwalimu anaamua kukubali kuingia kwenye timu tena kwenye timu ambayo ameshawahi kufundisha, maana yake amesharejelea current performance aina wachezaji ambao waliopo na namna ambavyo mazingira aliyowahi kukutana nayo, na kama atakutana nayo tena ameona kwamba pia anaweza kufanya, kwa sababu sio kila mwalimu anapenda yakaichafua CV yake ambayo alitengeneza. Mwalimu ama walimu mara nyingi wanapenda ile sehemu ambayo walifanya vizuri, atakapopata tena ofa ya kurudi, basi anatamani kuja kuitengeneza CV ambayo ni bora zaidi ya ile, ama afanye kile ambacho alishawahi kukifanya mara ya kwanza. Ligi imebadilika, nyakati zimebadilika, uwekezaji kwenye vilabu pia umeongezeka. Kwa inawezekana pia ikawa ni changamoto ambayo mwalimu Nasreddine Nabi anaweza akakutana nayo. Kwa hiyo unapoenda kufundisha klabu kama Dar es Salaam Africans ama Simba, tunahitaji kitu extra ambacho unatakiwa kuja kukionyesha, lakini uhakika wewe kupata mafanikio bado utakuwa uko pale pale, kwa maana utakuwa na possibility kubwa kwenda kucheza finali kwenye michuano ya FA ya ndani, una uhakika wa kwenda kumaliza kwenye top 3 ya ligi. Hivyo ni vitu ambavyo vipo tu. Kwa hiyo unaweza usiwe mwalimu mzuri na bado ukashinda kutokana na nature ya hivi vilabu. Lakini ubora wa mwalimu, kwa nini mwalimu Nabi amekuwa akiimbwa sana Dar es Salaam Africans? Ubora ambao klabu ilikuwa nayo kwenye michuano ya kimataifa. Huku ndo inakuwa rahisi tunaenda kudetermine ubora wako wewe, kwa sababu huku ndani imeshaonekana kwamba kwenye zile timu 16 ambazo zipo kwenye Premier League, basi timu 3 Simba, Yanga na Azam zina nafasi yao, alafu hizi 13 ndo zitagombania nafasi gani wao wanamaliza kwenye msimamo.